Mungu amekujalia, Mungu amenijalia hata kuweza kuifikia tena Pasaka ya mwaka 2025. Ukihesabu mwaka 2024 Pasaka na leo mwaka 2025 Pasaka, maana yake tumemaliza mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini heshima na utukufu arudishiwe Mungu. Yeye atupaye uzima, yeye atupaye afya, yeye atupaye mvua, yeye atendaye maajabu na miujiza. Jina la Bwana libarikiwe. Asante sana kwa sababu umekuja. Tumekuja ili kusikiliza, ili kueleza habari za Mwokozi. Ni miaka maelfu imepita tangu Yesu Kristo alipoteswa, Yesu Kristo alipozikwa, na siku ya tatu akafufuka. Sema amina. Amen. Lakini tunapokuwepo leo, tunakuja kueleza kile ambacho Yesu Kristo aliagiza kanisa lake lifanye. Nashukuru serikali ya Tanzania inatupa uhuru kabisa wa kuabudu kama tunavyotaka, lakini neno moja, usivunje sheria za nchi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Haleluya. Amen. Mungu awabariki viongozi wetu wa Tanzania, bila kumsahau rais wetu Samia Suluhu Hassan, maana naacha uhuru wa kila mmoja kuabudu. Makofi kwa Yesu jamani. Haleluya. Hebu tusome neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana sura ile ya 5 mstari hadi mstari wa chini kidogo. Sura huko. Injili ya Yohana sura 5 mstari wa 2 hadi mstari. Ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Mara yule mtu. Neno la Mungu linaeleza kazi ya Yesu aliyokuja kufanya duniani. Tunaiona katika maandishi, katika maandiko, Biblia ikieleza namna ambavyo Yesu alifanya kazi humo duniani ili kwamba watu wapate kupona, ili kwamba watu wawekwe huru. Ninajua kabisa katika nchi hii, katika eneo hili la Nyakagando, pia watu wa jinsi hii wapo, lakini Yesu wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, amekuja Nyakagando ili kuleta uzima. Waliolala wapate kuamka, walio hawawezi waweze kuweza sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tazama, Biblia inasema ili kuwepo eneo moja katika nchi hii, katika eneo hilo, Biblia imetaja ya kwamba watu wengi walikusanyika katika maeneo hayo. Umewahi kusikia katika Karagwe yenu kwamba kuna eneo linaitwa Mtagata? Liko wapi? Kyerwa sehemu gani? Mulungu. Mtagata maana yake ni nini? Mtagata maana yake ni nini? Yamechemka ya moto. Kwa maana leo kabisa ukifika kwenye maji ya moto. Ya moto kweli. Bwana Yesu asifiwe.
Sasa Biblia inaeleza katika Yerusalemu kwamba palikuwepo birika, yani eneo la maji kama kisima au kabwawa fulani. Kale kabwawa katika Israeli ilikuwa ni marufuku mtu yeyote kutembea sawasawa na mpito wa jiwe, ilikuwa ni marufuku. Lakini Yesu wa Nazareti, kwa sababu yeye ni Bwana wa Sabato, alitembea zaidi ya mtupo wa jiwe pamoja na watu wake.